Kanisa Anglican Tanzania Diocese ya Ruvuma imeahidi kuunga mkono mradi wa kushirikisha jamii na kanisa kwenye maendeleo CCMP unaotekelezwa kwa miaka mitatu katika diocese hiyo. Ahadi hiyo imetolewa na askofu wa kanisa hilo Diocese ya Ruvuma, Raphael Haule, wakati akifunga mafunzo ya CCMP awamu ya 3 yaliyofanyika katika kanisa kuu lililopo Liuli wilayani Nyasa. Na sisi kama diocese tutawaunga mkono, tutakuwa pamoja na nyinyi. Kama kuna mahali popote pana changamoto ya utekelezaji wa programu hii ama mradi huu wa CCMP, basi mtu shirikishe sisi ofisi kuu kwamba tunakwama hapa, sisi tutakuwa tayari kusaidia. Aidha, Askofu Haule amezitaja rasilimali mbalimbali zilizopo katika mkoa huo wa Ruvuma unaotajwa kushika nafasi ya pili kwa kipato na utajiri, ukitanguliwa na mkoa wa Dar es Salaam, na kuwataka washirika hao kuzitambua na kuzitumia ili kujikwamua katika wimbi la umaskini. Kwa kweli tunazo rasilimali nyingi sana. Nyingi. Sisi sio maskini katika diocese ya Ruvuma. Sisi tuna uwezo mkubwa sana diocese ya Ruvuma. Mimi sidhani kama kuna diocese inatuzidi, itakayotuzidi. Sasa hivi tumelala tu. Lakini tukiamka na hii semina inaenda kutuamsha na kuambia madiocese mengine wakae chonjo. Tutakuwa tunawatimulia vumbi tu hivi. Sisi tunapesa mbele kwa mbele. Sasa Mungu ametupa hali ya hewa nzuri. Mungu ametupa mavuno mazuri. Wenzetu uko nalia njaa. Sisi tunakula mahindi ya kuchoma, tunakula maboga. Asubuhi nimekula maboga hapa, nimekula mahindi ya kuchemsha. Mungu akupe nini? Akupe gunia la chawa? Kwa kunyate. Kwa hiyo Mungu ametupa kila kitu ndugu zangu, lakini zaidi ya yote Mungu ametupa madini katika mkoa wetu. Uone jinsi utajiri ulivyo. Ametupa madini. Madini yenyewe unajua madini gani? Makaa ya mawe. Mnaona malori na malori yanatoka nchi jirani, Zambia, sijui Rwanda, sijui Kenya, kutoka yanakuja kuchukua madini, makaa ya mawe. Tani na tani za makaa ya mawe zinachimbuliwa kutoka wapi? Ruvuma. Lakini utajiri mwingine, tuna mazao, hakuna mkoa unaozalisha chakula Tanzania kama mkoa wa Ruvuma. Chakula, juzi hapo mliona hii bandari ya Mbamba Bay ilijaza pale mahindi hivi kwenda nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo Mungu amebariki mkoa wetu, ni tajiri. Haya, ukija kwenye hifadhi la wanyama tunalo Liserua hapo, limbuga likubwa kabisa, lina matembo, wanyama wote wapo. Kwa hiyo jamani, tutambue kwamba mkoa wetu ni tajiri. Na juzi wakati tupo kwenye kikao ofisi ya mkuu wa mkoa pale, tulikuwa na kikao pale kutathmini maendeleo ya mkoa wetu. Na ripoti wameniletea iko ofisini pale. Jamani, mkoa wetu unatajwa kwamba kwa kipato, kwa utajiri, ukitoka Dar es Salaam inafuata Ruvuma. Yaani mikoa mingine yote tumeiacha tu iko chini. Sasa ndo nataka niwaambie jamani, sisi ni matajiri. Sisi sio maskini kabisa. Wewe kama unalia maskini, basi wewe bado hujatambua hizi fursa hizi. Hizi fursa hizi hatujazitambua, lakini tukizitambua wewe hutasema tena, wewe hutalia kwamba wewe ni maskini. Amen. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ndugu zangu ni kwamba tupo kwenye mazingira mazuri, na hiyo kwetu ni fursa. Kwa hiyo tutambue hizo fursa na tuzitumie hizo fursa kama mlivyofundishwa katika hii semina. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo ya CCMP, Agnes Hinju ambaye ni mwenyekiti wa umaki Diocese ya Ruvuma, Padre Leonard Jacobo na Gabriel Josephu wa Tayo wamekuwa na haya ya kusema. Matokeo kwamba nini? Kanisa ni watu, sio kanisa majengo.
utekelezaji ama upokeaji, wale wawezeshaji waliokwenda kuwezesha kule makanisani tayari wameona kubadilika, kuna mabadiliko. Hata utoaji wa sadaka kuna mabadiliko. Hata ujenzi tayari watu wanakuwa na hamu ya kujenga. Lakini kwa semina hii ya 3 leo wametuletea ushuhuda mwingi sana. Kwenye mrejesho tumeleta yale ambayo tuliambiwa tukayafanye kwenye awamu ya kwanza, ikiwa ni pamoja na kwenda kuwaelimisha waumini wetu nini maana ya CCMP, lakini pia kuelimisha na jamii pia. Na bahati njema sana tulianza na viongozi wa makanisa tukawaelimisha na wakaipokea ile elimu, na hatimaye ndio hiyo sasa tunaenda kujenga uwezo sasa katika kufanya kazi kile ambacho tumefundishwa katika awamu ya 3. Na tunamshukuru Mungu kupitia semina hii, tokea washa iliyopita ile ya 2 ambayo ilihusu kutumia rasilimali tulizopewa na Mungu ambazo zinatuzunguka. Maana Mungu ametupa rasilimali nyingi, lakini tulio wengi hatuzitumii vile ipasavyo. Lakini tunashukuru mafunzo haya yametufumbua macho, tumeweza kuona namna tunavyotakiwa kutumia rasilimali sawa sawa na vile Mungu alivyotujalia kwa ajili ya kutuletea maendeleo sisi wenyewe na kanisa na jamii kwa ujumla. Mafunzo ya CCMP awamu ya 3 yamejikita katika kuanzisha mahusiano yasiyo rasmi kati ya kanisa na jamii pamoja na kuunda vikundi vya ujasiriamali. Kutoka hapa Liuli, wilayani Nyasa, mkoani Ruvuma, mimi ni John Banda wa Media One TV.